Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Leo tunazungumza kuhusu ugonjwa wa beriberi. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake. Lakini pia tutaangalia ni kina nani wako kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu na matarajio baada ya kupata matibabu. Karibu sana. Ugonjwa wa beriberi ni ugonjwa unaoletwa na ukosefu wa vitamini B1 mwilini. Vitamini B1 ambao pia inaitwa thiamine. Sasa ugonjwa huu hauwapati watu kiurahisi. Hii ni kwa sababu vyakula vingi vina vitamini hii ya kutosha kabisa. Ukila mlo wa kawaida tu unakupatia vitamini hii ya thiamine ya kutosha mwilini. Siku hizi ugonjwa huu unawapata zaidi walevi wa pombe. Kwa hiyo kunywa pombe kwa kiasi kikubwa kinasababisha mtu kuwa na lishe duni, na unywaji wa pombe unafanya iwe vigumu kwa mwili kufyonza na kuhifadhi ile vitamini ya thiamine. Na kwa sababu hiyo mtu anapata ugonjwa wa beriberi. Kuna watu wachache wanaorithi ugonjwa wa beriberi. Hali hii inaitwa beriberi ya kurithi au genetic. Watu hawa wenye beriberi hii ya kurithi wanapoteza uwezo wa kufyonza ile vitamini ya thiamine kutoka kwenye vyakula vinavyoingia tumboni. Hali hii inatokea polepole na mara nyingi matatizo yanaanza kujitokeza katika umri wa utu uzima, pamoja na kwamba alizaliwa na hilo tatizo. Hata hivyo, kwa sababu madaktari mara nyingi hawategemei ugonjwa huu wa beriberi kwa watu au kwa mtu ambaye hanywi pombe, watu hao hawagunduliwi mapema, na kwa sababu hiyo tiba inachelewa sana na unaweza kupata matatizo sana. Ugonjwa wa beriberi unaweza pia kumpata mtoto mdogo anayenyonyeshwa na mama ambaye tayari ana ugonjwa wa beriberi. Inamaanisha kwamba hana thiamine ya kutosha mwilini mwake na anamnyonyesha mtoto, ni rahisi na yeye kupata. Hali hii pia inaweza kuathiri watoto ambao au watoto wachanga ambao wanatumia haya maziwa ya formula, haya maziwa mbadala ambayo unakuta hayana thiamine ya kutosha, na wenyewe wanaweza wakapata tatizo hili la ugonjwa wa beriberi. Dalili za ugonjwa wa beriberi zinategemea umeathiri mfumo gani. Kama ugonjwa wa beriberi umeathiri mfumo wa fahamu, mgonjwa atapata shida kutembea, atakuwa na ganzi kwenye mikono na miguu, atapooza miguu, atachanganyikiwa, unakuta kabisa hajielewi, atapata shida kuongea, maumivu ya mwili, macho yanakuwa yanachezecheza yenyewe bila sababu, na wakati mwingine anakuwa na washo mwili mzima. Lakini kama ugonjwa wa beriberi umeathiri mfumo wa moyo, mgonjwa atakuwa anashtuka usiku kutoka usingizini kwa sababu ya kubanwa na pumzi, mapigo ya moyo yatakuwa yanaenda mbio, anaishiwa pumzi na kupata shida kupumua. Baada tu kufanya kazi kidogo anapata shida kupumua, na wakati mwingine utakuta miguu imefimba. Kwa hiyo inategemea tu ni mfumo wa fahamu umeathirika au ni mfumo wa moyo umeathirika. Na unakuta mtu amekunywa pombe kiasi kwamba mpaka amechanganyikiwa, unakuta kumbe ni thiamine ndio imepungua, na unakuta na moyo wake umeanza kuharibika kwa sababu tu ya unywaji wa pombe. Kwa hiyo unywaji wa pombe unaweza kusababisha thiamine ya vitamini B1 inapungua, mtu anapata matatizo haya yote. Ukifika kwa daktari ataangalia dalili zako na kufanya uchunguzi kuangalia kama moyo wako umepanuka au umeshindwa kufanya kazi. Mapafu yanaweza kuwa yamejaa maji, mapigo ya moyo yanaweza kuwa yanaenda mbio, miguu yote na miwili inaweza kuwa imevimba, na atafanya pia uchunguzi wa mfumo wa fahamu kuangalia una shida gani. Lakini pia atachukua damu na kupima kuangalia kiwango cha vitamini B1, hii thiamine ipo pale ndani kiasi gani. Baada ya hapo atafanya utambuzi wake kwamba huu ni ugonjwa wa beriberi na atahitaji kukupatia matibabu. Kama daktari ametambua kuwa una ugonjwa wa beriberi, atakupatia virutubisho hivi vya vitamini B1 ambavyo umekosa kwa njia ya sindano au vidonge. Kwa daktari pia atakupatia matibabu kutibu matatizo yanayosababishwa na huu ugonjwa. Kwa mfano kama matatizo yako huu ugonjwa umesababisha matatizo ya moyo, basi atayatibu. Lakini kama umesababisha matatizo ya mfumo wa fahamu, pia atayatibu. Kwa hiyo ukipewa matibabu hayo kwa ujumla, ndio unakuwa umepata matibabu ya ugonjwa wa beriberi. Ili kuzuia ugonjwa wa beriberi, kula chakula bora ambacho kina vitamini B1 au tunaita thiamine na vitamini nyingine ili kuzuia ugonjwa wa beriberi. Kwa mama ambaye ananyonyesha, anapaswa kula mlo wenye vitamini zote na kuhakikisha kuwa maziwa haya ambayo unakuta ananunua ya mtoto mbadala, haya ambayo ni ya formula, basi hakikisha kwamba yanakuwa na thiamine ndani. Hebu soma vizuri, hakikisha kwamba thiamine iko pale ndani. Watu wanaokunywa sana pombe wanapaswa kupunguza kiasi au kuacha kabisa kutumia pombe na kutumia vitamini B ili kuhakikisha kwamba mwili wao unakuwa unanyonya na kuhifadhi kiwango cha kutosha cha vitamini B1. Kwa habari ya matarajio, mara nyingi mgonjwa wa beriberi asipopata matibabu anaweza kufa. Lakini akipata matibabu mapema, dalili zake zinaondoka haraka sana. Mara nyingi uharibifu kwenye moyo unasababishwa na ugonjwa huu wa beriberi unaweza kurekebika kabisa mapema na mgonjwa akapona kabisa. Lakini kama moyo utakuwa umefikia hatua ya mwisho kabisa ya kushindwa kabisa kufanya kazi, matarajio yanakuwa mabaya sana ya kupona. Sasa uharibifu kwenye mfumo wa fahamu
au mfumo wa neva pia unaweza kurekebika kama utagundulika mapema. Kama utagundulika mapema, dalili zingine kwa vile za kupoteza kumbukumbu zinaweza kubaki, na hata baada ya matibabu zikaendelea kubaki, akaendelea kupata pesa, lakini sehemu kubwa unakuta anarudi katika hali yake nzuri. Kwa hiyo matarajio yanakuwa mazuri sana kama ukiwahi kupata matibabu. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.